Mimi hapa Ismail natokea Dar es Salaam na sasa niko Mtwara, shajieleza. Ndiyo, hizi ni shamra katika kanisa la EAGT mkoani Mtwara katika maeneo ya Mkorosho Haramu, ambapo katika eneo hili watoto yatima wanalelewa na wanaendelea kutunzwa kwa kadri Mungu anavyoendelea kuwajalia. Ndiyo, hawa ni vijana kutoka maeneo mbalimbali, wengine ni wenyeji wa mkoa wa Mtwara na wengine ni kutoka jijini Dar es Salaam. Wamekuja kwa ajili ya upendo walionao kwa ajili ya watoto hawa, watoto yatima wanaoishi katika mazingira hatarishi. Karibu utazame makala hii fupi ambapo nitakupitisha katika maeneo mbalimbali na kujua nini kimefanyika katika kituo hiki cha kuwalelea watoto yatima. Ninayekuandalia na kukusogezea makala hii fupi ni mimi Christian Ngao wa Ngao Media. Tafadhali, ili kuendelea kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ya Ngao Media. Naam, karibu utazame makala hii fupi ambapo nitakupitisha hatua kwa hatua kile ambacho vijana hawa wa Bonded by Love, wakimaanisha tunaunganishwa na upendo, wakifanya mambo makubwa tofauti na umri wao. Ndiyo, hakuna kiongozi wa serikali au mtumishi wa Mungu aliyetoa fedha kwa ajili ya kuwezesha matukio haya. Hili ni tukio la 6 tangu kuanzishwa kwa kundi hili. Kundi hili ambalo linafahamika kwa jina la Bonded by Love, pamoja na wadau wengine kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo mwanzilishi wa kundi hili Bwana Boaz Upendo Twilumba, ambaye pia ni kiongozi wa kundi hili, alipata nafasi ya kuelezea lengo la tukio hili na kwa nini wameguswa kufanya tukio hili. Kumbuka hapa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo vijana hawa kwa michango yao ya hapa na pale wakajichanga na kuanza mwaka 2026 pamoja na watoto hawa. Kwa majina naitwa Boazi Upendo Twilumba, ni kiongozi na mwanzilishi pia wa taasisi ambayo inaitwa Bonded by Love ambayo iko katika mkoa huu wa Mtwara. Taasisi yetu kwa sasa huu ni mwaka wa pili, ilianza mwaka jana na mpaka kufikia sasa hii event ambayo tunaifanya hapa leo ni event yetu ya 6. Kama ambavyo tunajiita Bonded by Love, kwa Kiswahili tunasema tunaunganishwa na upendo, na upendo ndio lugha yetu ambayo tumeamua kuongea. Tumeamua kuongea upendo kwa sababu gani? Tunajua pamoja na changamoto zote, pamoja na hekaheka za maisha kwenye jamii, kuna magrupu ya watu ambao huwa yanasaulika ama pengine yanakuwa na mahitaji ya kuzidi mahitaji ya kawaida ya mwanadamu. Kwa maana hiyo tunajaribu kuona magrupu kama vituo vya watoto yatima, mama wajane ambao wanakuwa wana mazingira magumu ya kuweza kuishi. Saa nyingine unakuta hata wanakosa tu milo, labda yani unakuta wanakula mlo mmoja katika siku. Tunajaribu kutafuta familia kama hizo na tunaweza kuziona. Kwa mpaka sasa kwa mkoa huu wa Mtwara tumeshawahi kutembelea maeneo mbalimbali. Tumeshawahi kwenda kwenye shule ya msingi ambayo inaitwa Nanguruwe. Tumeshawahi kutembelea kijiji cha Mgao, tukaona huko familia zenye walemavu, wazee, na Msimbati pia tumeshawahi kwenda. Kwa hiyo leo tuko hapa Charity of Jesus, ni kanisa ambalo lina kituo cha watoto, ndio tumekuja hapa leo. Na tumekuja hapa kwa ajili hiyo ya kusambaza upendo kwa watoto walioko katika mazingira haya. Kwa zawadi zetu ama michango ambayo tunajichanga sisi wenyewe, na sisi tupo watu mbalimbali, tunawafanya biashara, watu walioajiriwa serikalini, watu walioajiriwa kwenye mashirika binafsi, tumechanganyika. Tuko na wadogo zetu, tumewaalika wa vyuo vikuu na vyuo hivi vya kati, wapo hapa, tumechanganyika na wao. Lakini pia kubwa zaidi, tuna wenzetu ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam kuja mkoani Mtwara kwa ajili hii ya kusambaza upendo na kurejesha tabasamu kwa watu ambao wamekosa vitu hivyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana hao na wote wengine ambao wameshirikiana na sisi lakini leo wamekosa nafasi ya kuja hapa. Tunajua sadaka zao ziko hapa na zimewezesha. Leo tumepika chakula hapa, tutakula pamoja na watoto hapa. Tunaamini tutaacha alama kubwa sana kwenye mioyo yao, mbali na zawadi ambazo tutawaachia. Msimu wa 6 ambao event tuliipa jina la Nakula Naye kampeni, tumefanikiwa kukusanya vitu mbalimbali. Bajeti yetu ilikuwa ni kama 1,100,000 ambayo mgawanyiko wake kama 400,000 hivi tulitumia kwa ajili ya kununua vyakula na vinywaji kwa ajili ya kuwezesha tukio, maana tulikuwa tuna wageni kutoka Dar es Salaam hapa. Mchungaji wa kanisa hilo pia alipata nafasi ya kuweza kutoa neno la shukrani kwa ajili ya vijana hao. Mbele yako ninaitwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Jacob Serafin. Niko katika kanisa la EAGT Magomeni Kagera,
loko katika manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Siku ya leo kwetu imekuwa ni siku ya baraka mno na tumefurahi sana. Tumetembelewa na vijana wetu kutoka Dar es Salaam, wengine wametokea hapa Mtwara kwenye vyuo mbalimbali na wafanyabiashara mbalimbali ambao wamekuja kwa ajili ya kuja kuwatembelea watoto wetu wa kituo cha Charity of Jesus Orphanage Center ambacho kinapatikana hapa katika kanisa la EAGT. Kipekee niwashukuru sana vijana hawa kwa moyo wao wa upendo wa kuja kututia moyo na kuwatia moyo watoto hawa ili waweze kuzifikia ndoto zao hasa katika eneo la elimu. Lakini nisiwe mchoyo wa fadhila. Niwashukuru ndugu zetu pia wa Upendo Media kwa namna ambavyo na wao wamekuwa bega kwa bega pamoja na sisi kuhakikisha kwamba wanakuja kututia moyo, na tunaamini kwa tukio hili sio tu Tanzania na hata nje ya Tanzania wanaweza kuona kwamba wao wamekuwa sehemu ya baraka kwa ajili ya tukio hili ambalo wamekuja pamoja na ndugu zetu hawa. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mmekuja kuifanya na sisi tunasikia kubarikiwa. Lakini kipekee nijaribu kuzungumza pia kwa habari ya vijana ambao wako mtaani. Kuna vijana ambao Mungu amewabariki, Mungu amewapa fedha, lakini wakati mwingine zile fedha wanazitumia kwa anasa. Hawajawaza kuja kumkopesha Mungu, kuja kumtumikia Mungu kwa ajili ya kuwapa watoto ambao wamepoteza wazazi wao. Kwa hiyo niendelee kuwasihi wale vijana kwamba Mungu anapokupa nafasi, basi nafasi hiyo itumie mbele za Mungu ili uweze kuacha alama kama ambavyo watoto wetu hawa, vijana wetu hawa walivyokuja kuacha alama mahali hapa kwa ajili ya kuwatia moyo watoto wetu yatima. Ndiyo, walipata nafasi ya kucheza michezo mbalimbali na watoto hawa, wakapata nafasi ya kula nao chakula pamoja na kutoa zawadi mbalimbali kama vile daftari, unga, sabuni, mchele na vifaa mbalimbali ikiwemo mahitaji ya kuendea shule. Vijana hawa wameweza kuyafanya. Haikuishia hapo. Vijana hawa wakamgusa maisha ya mama mmoja ambaye alikuwa ni mfanyabiashara wa ndizi na matunda mbalimbali kwa kununua matunda yote na kuwapatia watoto hao yatima. Tuna wabibi zetu hapa wawili. Hii pesa ninayo 14,500. Ninaigewa pasu kwa pasu. Bibi utapata 7,250 na bibi yetu utapata 7,250. Tunahitaji tabasamu. Hicho ndicho tunachokitaka kwenu. Tumekuja kuwarejeshea tabasamu. Kwa hiyo tutaigawanya hii pesa na mtaipata wote wawili. Asante. Kwa mtagawana wenyewe wapenzi wetu. Tunawapenda. Pokea mama. Asante. Tunawapenda sana. Tumefurahi kuona tabasamu lenu. Watoto wetu, Mungu awabariki. Amina. Mungu awabariki. Nisiwe bure. Amina. Mbaki Mtwara salama, tunarudi zetu Safari njema, Bwana watangulie. Amina. Kwa majina naitwa Rusia Raymond, nimeokoka, ninampenda Yesu. Nimefurahi sana, yani moyo wangu imekuwa faraja juu ya vijana wangu jinsi walivyonitia moyo. Yani kwa kweli sina hata la kusema. Nilikuwa na biashara yangu, wamechukua yote kwa kunitia moyo. Yani nimejisikia amani na furaha. Mimi sina cha kuwalipa wanangu. Mungu awalipe, Mungu awatendee yale mnayohitaji, haja ya mioyo yenu. Ninashukuru hata kuwatembelea wajukuu zangu, watoto yatima. Kweli, maana Biblia inasema ibada ya kweli ya kumpendeza Mungu kuwajali yatima na wajane. Mimi ninasema Mungu awabariki na wamwageni baraka wanangu. Mimi ni mjasiriamali, nauza matunda, nauza mboga. Leo nimemshangaa Mungu kujia kwa watoto wangu. Kwa kweli nimeona neema na furaha ndani ya moyo wangu. Yani sikutemegea kama ndizi nitauza kwa pamoja, matikiti maji na nanasi. Kwa kweli, yani hata lugha ya kuongea wanangu sina. Mungu awabariki. Chakula kilipikwa. Ngao Media pia tulikuwepo kuhakikisha kila jambo linaenda hatua kwa hatua na tukashiriki baraka hizi. Ndiyo, miongoni mwa vijana walioshiriki tukio hili walikuwa na mambo ya kuzungumza. Karibu tuwasikilize. Kwa majina naitwa Sabra Ngereza, ni afisa ustawi, lakini leo tumekuja Mtwara kwa ajili ya kurejesha tabasamu kwa watoto wenye changamoto wanaoishi katika mazingira magumu, pia kwa watoto yatima wa mkoa wa Mtwara. Lengo la kuja huku ni kurejesha tabasamu kwa hao watoto, lakini kwa watu ambao wana uhitaji wa mkoa huu.
Kwa ushauri kwa vijana wenzangu, tuendelee kurejesha tabasamu kwa watu ambao wana uhitaji. Asante sana. Asante, jina langu naitwa Samuel Amani Kayuni. Nimetokea Dar es Salaam. Tumekuja hapa mkoa wa Mtwara kurejesha tabasamu. Tumekuja kurejesha tabasamu kwa watoto. Unaambiwa upendo ni kujitoa bila kipimo. Lakini pia Biblia inatufundisha kwamba ibada iliyo njema ni kuwasaidia yatima na wajane katika dhiki zao. Na sisi hilo jambo tunalifanya vizuri zaidi na tunalikamilisha vizuri zaidi. Kwa hiyo nakusihi hata wewe mpendwa ambaye unanitazama pia tusiwasahau yatima na wajane, wahitaji. Tuwapelekee chochote, sio lazima kitu kikubwa sana. Kile ambacho Mungu atatubariki basi tushirikiane nao kwa pamoja. Jina naitwa Professor Phone Accessory, nimetokea Dar es Salaam. Leo nipo Mtwara Mkoroshi Haramu kuwatembelea watoto yatima na watu wenye mahitaji mbalimbali. Kama kaida yetu tumekuwa tukitembelea sehemu mbalimbali, mikoa tofauti tofauti kwa ajili ya kuwatembelea wenye uhitaji. Na si sana ndugu ambao mnanitazama, mjitahidi basi kuwasaidia wale wenye uhitaji popote pale muendapo. Wahitaji ni wengi sana, kwa hiyo tusichoke, upendo ni kujitoa. Kwa majina naitwa Robi James, natokea chuo cha Mtwara Coast, chuo cha afya. Tupo katika hichi kituo cha kulelea watoto yatima, ikiwa ni sehemu ya charity na ibada inayompendeza Mungu. Kwa hiyo kwa nafasi yako popote pale ulipo, unakaribishwa kuwasupport watoto wa matatizo maalum na hasa hawa ambao ni orphan children. Mungu atubariki sote. Kwa majina yangu naitwa Ana Martin, nimetokea mkoa wa Dar es Salaam. Nina furaha kubwa leo kushiriki kwenye event hii mkoa wa Mtwara. Mimi kama kijana huaga na enjoy sana kufanya matendo ya huruma, kwa sababu kauli mbiu ambayo nimeibeba na huwa natembea nayo nirejesha tabasamu. Kwa mimi napenda kurejesha tabasamu kwa wahitaji wote. Kwa majina naitwa Gloria Julius Moremi. Kwa sasa tuko Mtwara lakini nimetokea jijini Dar es Salaam. Tuko hapa kwa ajili ya watoto kwenye kituo cha watoto ambacho cha mahitaji. Mimi nimetokea taasisi ya Focus kama mnavyoona, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuwaunga mkono wenzetu Bonded Love ambao wameandaa hili jambo. Tumekuja hapa kwa ajili ya kurejesha furaha kwa watoto ambao wanahitaji kurejeshewa furaha. Lakini tunapenda kumshukuru Mungu, tumesafiri salama, tumefika salama. Pia niweze kukukumbusha pia wewe mwanadamu ambaye upo unakula, unakunywa, unalala. Kumbuka kuna watoto na kuna watu ambao wanatuhitaji. Tuko hapa leo kwa ajili yao. Karibu tushiriki. Kwa majina naitwa Geoffrey Boniface Mwasia. Mimi ni member wa family ya Focus Family kutokea Dar es Salaam. Tumekuja Mtwara kwa ajili ya kusupport wenzetu wa Bonded by Love katika jambo lao la charity. Sisi mara nyingi huwa tunafanya kwa ajili ya jamii. Na leo hii tumekuja Mtwara kwa ajili ya kuwasapoti ndugu zetu. Siku zote sisi husema upendo ni kujitoa bila kipimo. Tumebarikiwa kidogo kikubwa, lakini lengo kuu tuwasaidie na wale wengine ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tunajua kuna wahitaji wengi sana ambao ni yatima, ambao wanalelewa katika vituo mbalimbali. Tunajua kuna wazee wahitaji pia wanalelewa na wale ambao wako mitaani. Tunajua pia kuna wagonjwa na kuna wahitaji wa kila namna. Lakini leo hii imetugusa tuweze kuja kuwafikia wadogo zetu ambao wanalelewa katika familia hii. Lengo letu kubwa ni kusambaza tabasamu. Sisi tunaomba tuwahabarishe wale wengine ambao wataweza kuiona video hii, waweze kuungana, kusapoti na kuwajalia maisha mema kwa ajili ya maisha yao hawa wadogo zetu. Lengo kuu, furaha yetu ambao sisi tunaipata na wengine waweze kuipata. Leo hii tumekuja na mahitaji tutawapatia, lakini pia asubuhi tuliweza kunywa nao chai, mchana huu pia tutaweza kula nao kwa pamoja. Lengo wao nao pia waweze kuipata furaha ambayo sisi tuko nayo. Hii ndio kauli mbiu yetu. Upendo ni kujitoa bila kipimo. Kingine, tabasamu lao ndio furaha yetu. Naam, baada ya maneno kutoka kwa vijana hao na lengo la kuja Mtwara kwa ajili ya kufanya tukio hili kwa gharama zao wenyewe, baadhi ya watoto yatima nao wakapata nafasi ya kutoa neno la shukrani kwa vijana hawa.
Kwa majina naitwa Rahma Shabani, nasoma darasa la 6 Lilungu, kifunguliwa shule. Na shukuru kwa mlichokitoa, sio kidogo ni kingi mbele za Mungu. Mungu awajalie kwenye kipato chenu. Kwa majina naitwa Leza, nasoma shule ya msingi Muungano, darasa la 6, darasa la 7 mwaka huu. Na asanteni kwa zawadi. Mungu akabariki akawainue katika masomo yenu. Hata katika kikundi cha Bonded by Love tunasema asante, Mungu akawainueni. Hata mlivyofika hapa ni sadaka tosha, mlivyofika hapa na mmetumia mafuta kufikia mahali hapa. Mungu akawainue kwenye maisha yenu. Hata anavyokuja anatuletea chakula, tumekula, tumefurahi. Wanatusaidia katika masomo yetu, anatuletea vifaa vya shule. Ndo wadau wetu, maana hatuna wafadhili. Tunasema asante kwa kuwa nyinyi na wafadhili wetu, miongoni mwao na nyinyi wafadhili wetu. Ndiyo, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Vijana hawa wamefanyika baraka kwa watoto hawa, nami nasema Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa Mungu ni mwema. Asante kwa sababu Mungu siku hii ulijua kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako, ya kwamba watoto wako hawa wa kike na wa kiume, wakubwa kwa wadogo, watakuja mahali hapa Bwana kwa ajili ya kuona yatima katika dhiki zao. Maana umesema hii ndio dini iliyo bora na safi ambayo Mungu naijua. Tazama Bwana, wameacha vingi, wameacha vya kwao, wameacha ratiba zao, wameacha vyote kwa ajili ya kwako Mungu kupitia watoto hawa. Angalia moyo wa upendo ambao Mungu ameuonesha kwetu. Baba, tazama hakika wametengeneza tabasamu ndani ya mioyo yetu, ambalo ni alama kubwa haitafutika, kwa sababu Mungu imewekwa na wewe kupitia wao. Baba, tazama kupitia hiki ambacho wamekifanya, ninakuomba Mungu walinde, waponye, wapiganie, watetee katika jina la Yesu. Tazama Bwana, wako wengine wataondoka mahali hapa kuelekea mbali. Mungu, angalia vyombo wanaposafiria, viponye kwa damu ya Yesu Kristo. Viponye Bwana, ninasimama kinyume na pepo za ajali, nuksi, bala mikosi zikashindwe na kuangamia kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Bali malaika zako walinzi Bwana wakawalinde mfalme wa amani. Mungu wa mbinguni, wewe ukae dereva mkuu kwenye chombo kile ambacho watasafiria watoto wako Bwana. Wale wanaelekea Dar es Salaam wakafike salama, tukasikia ushuhuda kwamba wamefika salama. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, asante kwa sababu Mungu wewe ni mwema na mwaminifu. Hakika Mungu unaenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninarudisha sifa na utukufu kwako katika jina la Yesu. Amen.